Mtazamaji, uhali gani? Na naamini kwamba upo mzima wa afya. Leo hii tumetembelea hapa Kijichi, ambapo tumetembelea katika taasisi moja inayotambulikana kwa jina la Zaspihe, na tupo na mkurugenzi mtendaji hapa ambaye ni Mr. Issa. Atakwenda kutudadavulia kinagobaga ni kwa namna gani taasisi hii inashughulika na masuala ya uvunaji wa asali, ambapo wanafuga nyuki, lakini vilevile masuala mazima ya spice farm wamekusanya pamoja na miti. Tupo shambani hapa leo hii. Mr. Issa, habari yako? Nzuri. Kwanza jitambulishe ili mtazamaji akufahamu wewe ni nani na taasisi yako hasa ina lengo lipi? Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina ninaitwa Issa Fum Ali. Ndio. Ni mwanafunzi ambaye nimemaliza diploma katika chuo cha Karume. Ndio. Mbweni. Okay. Na nimesomea diploma ya Information Communication and Technology na biashara with business. Okay. Na pia ni bwana shamba wa hapa Zaspihe, pamoja ni mkurugenzi mtendaji wa hapa Zaspihe. Unapozungumzia Zaspihe hasa ndo nini? Labda mweleze mtazamaji afahamu nini Zaspihe. Asante, swali zuri sana ndugu mtangazaji. Tukisema Zaspihe ni ufupisho wa Zanzibar Spice and Heritage Center. Ndio. Ndani ya Zanzibar Spice and Heritage Center kuna sehemu mbalimbali za mambo ya kilimo. Kwa mfano, hapa tunalima kilimo cha uyoga, ambaye kwa kitaalamu tunaita oyster mushroom. Pia tuna ufugaji nyuki. Pia tuna mambo ya spice, viungo ni spices. Na pia tuna mambo ya medicinal plant, manake miti dawa. Unaonekana ni kijana, labda waeleze vijana wengine ni zipi fursa ambazo zipo hapa, mnashirikiana na vijana wengine ama upo wewe kama wewe? Hapa Zaspihe hii ni taasisi ambayo tumejihusisha sana vijana pamoja na wanawake. Maana yake hapa tunashirikiana na vijana tofauti tofauti, kama vile wa chuo cha kilimo Kizimbani. Ndiyo. Ambayo ipo chini na chuo kikuu cha taifa SUZA. Okay. Pia kuna members yao, pia kuna wanachama hao wanawake na wanaume. Pia tunashirikiana na wakulima wengine tofauti tofauti jirani hapa, na pia tunashirikiana na vyuo vingine kama SUZA, wanafunzi wa ZU pia tunashirikiana nao kwa namna moja ama nyingine. Tunapozungumzia Spice Farm hasa kwa Kijichi na takriban eneo lote la Zanzibar, zipo nyingi. Ni upi upekee ambao unapatikana hapa Zaspihe na tofauti na Spice Farm nyingine? Swali zuri ndugu mtangazaji. Watu wengi washawahi kwenda Spice Farm, lakini wakitembelea hii Spice Farm kuna mambo haya ya kipekee, kwa sababu siku zote sisi tunajua uyoga ni mti ambao ni sumu, ambao kila unakufa, lakini ukija hapa Spice Farm hii ni moja package ambayo unasoma ndani yake. Pia kuna masuala ya nyuki. Spice Farm nyingi ambazo ukitembelea hutokuta nyuki ndani yake. Pia kuna wataalamu na guide ambao wana experience kubwa sana, uzoefu mkubwa sana. Kwa mfano, mzazi wangu Fum Aligaru, yeye alikuwa ni guide ambao wageni mashuhuri wanaokuja hapa Zanzibar, yeye ndo anawatembeza. Kwa mfano, Prince Charles of Wales, sasa hivi yeye ni King Charles wa Wales, kashamtembeza waziri wa kilimo wa USA na wengineo. Na pia mmoja ya taaluma zake ni medicinal value. Kwa hiyo ukija hapa unapata kile kitu ambacho unahitaji kuliko Spice Farm nyingine. Umezungumzia swala zima la ufugaji wa nyuki. Labda mweleze mtazamaji hatua zipo vipi? Tumekuwa tunaona tu nyuki wanaamua wenyewe kuanzisha labda kizazi chao ama sega lao kwenye miti, miembe na miti mingi mingine. Sasa umezungumzia kwamba mnafuga nyuki, labda mnafuga vipi nyuki? Hapa tunafuga nyuki kitaalamu.
Yeah. Maana yake tunafuga vipi nyuki? Kwa sababu pale unapotaka kufuga nyuki, kwanza unatakiwa uwe na eneo ambalo tunapendekeza liwe mbali na makazi ya watu, na pili unatakiwa ununue vifaa vya ufugaji wa nyuki, na vifaa vyenyewe ni kama mzinga wa nyuki, unatakiwa uwe na kisu cha nyuki, pia unatakiwa uwe na kifagio cha nyuki, pamoja unatakiwa uwe na smoker, pamoja unatakiwa uwe na nguo za kuendea katika mzinga wa nyuki. Aha, sasa swali linakuja kwamba nyuki mnawapata wapi hadi mwanze kuwafuga? Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Nyuki tunawapata vipi mpaka wanaingia ndani ya mzinga wa nyuki? Nyuki tunavyowapata, kuna njia mbili za kuwatega nyuki waje katika mzinga wetu. Njia ya mwanzo tunatumia nta, kwa English inaitwa beeswax, ambayo nta ile unaichukua jiko lako. Ushapochukua jiko lako unaweka maji, alafu unachukua kidishi chengine kidogo unatia ndani yake, unakata ile nta itaanza kuyayuka. Ishapoyayuka unachukua ile nta unapakaza kwenye mzinga wako. Ushapopakaza kwenye mzinga wako vizuri, unaenda sehemu shambani unaitega. Ushapotega, badala wiki 2 utaanza kuona nyuki wanaanza kuja. Hiyo njia ya mwanzo. Ndiyo. Njia ya pili, kwa sisi tuna uzoefu wa kutumia mchaichai, lemongrass, ambapo tunachukua mchaichai ule tunausugulia vizuri kwenye ule mzinga wetu wa nyuki. Ndiyo. Halafu baadaye tunaenda tunauweka sehemu yetu tuliopanga kuweka, na badala wiki 2 tutaona unakuja. Hata kwenye maisha ya kawaida ukitaka kuamini nyuki wanapenda mchaichai, pale ambapo unapokunywa chai ya mchaichai mtupu, utaona nyuki 1 ama 2 wanakuja kukusalimia, kwa sababu ni kitu anakipenda. Ndio. Sasa tuelekee kwenye shamba. Umezungumzia uyoga na ukatupa taaluma kinaga ubaga hapa na kiundani kuhusiana na uyoga. Labda tuhadisie, kuna miti gani mingine ya kipekee inapatikana hapa Zaspihe? Hapa kuna miti mingi inapatikana hapa Zaspihe. Wa kwanza mti tunaweza kusema allspices. Kwa Kiswahili unaitwa allspices, kwa Kiingereza unaitwa allspices. Mti huo una kitu cha kipekee ndani yake. Kwa sababu ukiunusa, inategemea na pua yako ina feel kitu gani. Unaweza ukasikia mchaichai, unaweza ukasikia harufu ya mdalasini, unaweza ukasikia harufu ya mkarafuu, unaweza ukasikia harufu ya mkaratusi. Inategemea muda ule unasikia harufu gani, na ndio maana tunaita spices zote all spices. Huo mti namba 1. Mti namba 2 kuna kungumanga, kwa Kiingereza tunaita nutmeg. Ni mti ambao una habari nyingi ndani yake. Na ukitembelea Zaspihe utapata habari hizo. Pia kuna mti kama mdalasini. Wengi tunatumia mdalasini, lakini hatujui mdalasini, wala hatujui kama mzizi wa mdalasini unanukia kama Vicks. Vyote utavipata hapa Zaspihe. Sasa tuelekee kwenye upande wa taaluma. Tumeona masomo hususan kwa wanafunzi katika masomo ya sayansi, na hivi sasa Wizara ya Elimu imeelekea kwenye mtaala wa umahiri, yani competence based curriculum, ambapo mwanafunzi anatakiwa kuwa mbunifu yeye mwenyewe na yeye mwenyewe kufahamu ile taaluma. Nyinyi kama Zaspihe mmeshaanza kupokea ziara za wanafunzi kuja kujifunza hapa kuhusiana na taaluma ya miti? Sio ziara tu, hapa Zaspihe tunapokea wanafunzi ambao wanakuja kufanya field yao kwa vitendo, hususan katika chuo cha kilimo cha Kizimbani. Pia wanafunzi kutoka CBE wanaosoma tourism management wanakuja hapa pia kujifunza, kwa sababu hili shamba limejihusisha zaidi kwenye kilimo hai. Na tuelekee kwa wanafunzi wa mashule mbalimbali ya Zanzibar, ambapo kumekuwa na mada mbalimbali hasa mada za sayansi
kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Je, vipi wao mmeshaanza kupokea? Hatujabahatika kupokea wanafunzi wa shule za msingi wala sekondari, lakini tunapokea magrupu kama ya chuo cha Glorious. Wao pale wanaosomea mambo ya afya wanakuja wanajifunza miti dawa na vipi inavyofanya kazi. Tunapokea wanafunzi wao, na wanafunzi wa chuo cha kilimo sana ndio tunapokea, na wanafunzi wa CBE. Ikiwa kuna shule labda wanahitaji kuleta sasa vijana wao na wameona hapa kupitia ukurasa huu, wameona na wanataka kuwaleta wanafunzi waje wajifunze kuhusiana na taaluma mbalimbali ya plants, ni vipi taratibu za kufanya hiyo ziara hadi kufika hapa? Kwanza tunasema, ndugu mtangazaji, tunawakaribisha sio wanafunzi tu, Watanzania wote, Wazanzibari wote na mtu yoyote ambaye yupo tayari kuja kujifunza hilo. Utaratibu wake maana yake kupitia akaunti zetu za mitandaoni au kupitia akaunti zetu za Google, unaweza ukafanya booking yako, ukasema mimi nipo na hamu ya kujua kitu fulani na tupo tayari kukufanyia ziara hiyo, na pia tutaweka namba zetu za simu kupitia hiyo video utaona, na tupo tayari kuwasiliana nawe. Mwingine anaweza akawa anajiuliza labda gharama zipo vipi, mimi na vijana wangu nataka niwapeleke pale, au tuna wanafunzi wetu hao tunataka tuwapeleke wakajifunze taaluma ya sayansi ya mimea, taratibu ziko vipi? Taratibu ni rahisi sana, kwa sababu huu ni utalii wa ndani, na siku zote utalii wa ndani inakuwa pia gharama yake ni ndogo, kwa sababu sana tupo kwa lengo la kuwafunza watu. Unaweza ukachangia 2,000 kwa mtu, unakuja unapata elimu yako hiyo kwa siku. Safi kabisa. Mwisho kabisa, unatoa ujumbe gani kwa vijana ambao wapo tu mitaani na wamejiunga katika makundi mengine ya kianasa, hawajihusishi na shughuli mbalimbali za kibinadamu kwa ajili ya kuona kwamba wanaongeza kipato, lakini wanatengeneza ujuzi na maarifa, unawaambia nini? Vijana wenzangu, ninachowaambia, kwanza mtu inategemea na ubongo wake mwenyewe, kwa sababu Zanzibar fursa zipo. Zanzibar tumebahatika miongoni mwa sehemu zinazotembelewa na wageni wengi duniani. Tumebahatika, fursa zipo. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi kidogo kufikiria mbali ili fursa hizo tuzifanyie kazi. Mtazamaji, ni Isa kutoka taasisi ya Zaspihe. Kama nilivyokujuza hapo awali, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi hii. Ametufahamisha na kutupa elimu ya mambo mengi, na mwisho kumalizia kwamba nyote mnakaribishwa Zaspihe. Asante.